Iqra FM. Kwamba hapa tuna watoto takribani 575. Watoto hawa ni wa makundi mbalimbali. Wapo ambao wapo katika mazingira magumu, wapo watoto wetu ambao ni yatima, ambao wamepoteza wazazi wao wote wawili, na wapo ambao wamekuja kwa ajili ya kupata elimu katika mkoa wetu hapa wa Mwanza. Kwa hiyo niwaombe wazazi ambao mmekusanyika hapa, tuwe wa kwanza kuwalinda watoto hawa, tuwe wa kwanza kuilinda jamii hii. Lakini cha pili, nimpongeze shehe wetu wa mkoa na timu yake yote ya baraza kwa kuweza kuwalea watoto na kuendelea kuwapa elimu ya dini. Wamekuja hapa watoto wadogo kabisa, wamepiga kaswida moja nzuri sana. Wengine wametupa mawaidha hapa, wamenukuu kitabu chetu takatifu cha Qur'ani, tumesikia hapa. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo, na niwaombe muendelee kuwalea watoto hawa katika maadili, katika elimu ya dini. Kuna msemo mmoja unasema, jamii yoyote ambayo imekosa malezi ya kidini ni jamii ambayo kimaadili itakwenda kufa. Leo mnaweza mkaona kuna vijana wanatumia mitandao ya kijamii, wanatengeneza picha au maudhui yasiyofaa, wanadhalilisha viongozi wa nchi, wanadhalilisha viongozi wetu mbalimbali. Ni kwa sababu wamekosa maadili, na wamekosa maadili kwa sababu hawana dini. Kwa hiyo niwaombe mama zangu, dada zangu, viongozi wetu wa baraza wote mlioko hapa, tuendelee kuwalea vijana hawa katika misingi ya dini ili waweze kuja kuwa na maadili, mwisho wa siku litumikie taifa hili. Lakini jambo la pili, serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba jamii yetu, vijana wetu, watoto wetu wanakuwa katika mazingira bora. Labda naweza nikazungumza kitu kidogo tu. Shehe wangu wa mkoa, naomba niwakumbushe, ukitafuta takwimu watoto raha. Haya, tusikilizane. Ukitafuta takwimu mpaka kufika mwaka 2025 nchi yetu ya Tanzania ilikuwa ina watoto wanaoishi katika mazingira magumu takribani 1,300,000. Lakini watoto hawa 1,300,000 ni watoto ambao tunategemea siku za baadaye na za usoni waje waitumikie taifa hili. Lakini serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya jitihada kubwa za kuweka mazingira rafiki ya kuandaa watoto hawa ili waje kuwa msaada katika taifa letu. Naomba niwape mfano. Katika kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2025, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejenga shule za sekondari na msingi takriban shule 1132. Katika shule 1132, shule za msingi ni shule 302, shule za sekondari ni shule 830. Shule hizi ni kwa ajili ya nani? Shule hizi ni kwa ajili ya watoto kama hawa. Kwa hiyo niwaombe wazazi, niwaombe walezi, tuwalinde watoto hawa ili malengo ya serikali ya kuwapatia mazingira ya elimu, basi watoto hawa waje watumie nyenzo hizo kupata elimu na kusaidia taifa hili. Lakini jambo lingine la msingi, napenda kuwakumbusha, kumekuwa na kundi la watu katika jamii ambao wamekuwa wakiwanyanyasa watoto, wakiwafanyia mambo yasiyofaa, wakiwanyanyasa kijinsia, wengine wakifikia hata mpaka kuwarawiti. Niwaombe ndugu zangu, mtu yoyote, tuwe wa kwanza na tuwe mstari wa mbele kukemea matendo yote ya unyanyasaji wa kijinsia, matendo yote ambayo yanawanyanyasa watoto, kwa sababu watoto hawa ni taifa la leo, ni taifa la kesho, na tunawategemea kwa ajili ya kutumikia nchi yao. Kwa hiyo niwaombe, yoyote ambaye atakuwa anaonekana katika jamii yetu, katika mitaa yetu, ambaye anafanya mambo ya unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa watoto, tuwe mstari wa mbele kuwapiga vita na tuwe mstari wa mbele kuwakataa, ili tuweze kuwalinda watoto hawa ili waje wasaidie taifa letu. Hapo vipi jamani? Lakini mwisho, japo si kwa umuhimu, naomba tena nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa baraza kwa tukio hili zuri. Nimeambiwa leo ni tukio la 8 linafanyika, na imani mwakani litakuwa la 9 na la 10 litaendelea kufanyika mwaka kwa mwaka. Niwaombe tuendelee kulienzi tukio hili, tuendelee kulifanya ili tuendelee kuwapa watoto hawa moyo. Na nimemsikia shehe hapa amezungumza kitu kimoja, kwamba kuna yale malalamiko yalitokea.
kwamba kuna wengine sio mayatima, wengine ni mayatima. Ndugu zangu, tunapowakutanisha watoto, tunapowachanganya, tunawafanya wajione wote ni sawa. Tunawajenga kihisia, tunawajenga kiakili. Kumchanganya mtoto na mtoto mwenzake, hatutaki kufanya ubaguzi. Kwa hiyo nikupongeze shehe wangu wa mkoa kwa kuweza kuwachanganya watoto hawa, ili na wenyewe wajihisi kwamba ni sehemu ya jamii, ili na wenyewe wajihisi kwamba ni sehemu ya Watanzania, na wenyewe waone ufahari wa kuwepo katika hapa tulipo. Hapo vipi jamani? Asante. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe hata huko tunapoishi tuwachanganye watoto wetu na watoto wengine, maana sisi wote ni Watanzania. Tusibaguane, tuwaweke sehemu moja, tuwalee kwa usawa, ili wote waweze kuja kuwa msaada kwetu na kwa jamii kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Iqra FM.